Haya, karibu ninalo swali lingine leo. Kama nilivyosema ndugu yangu, nimesema leo tunadili na maswali ya umri tu. Kama yalikuwa yanakutatiza, leo tunayatolea ufumbuzi hapa hapa tukiwa pamoja. Swali lingine hili hapa, umri wa Samueli ni robo ya umri wa dada yake. Miaka miwili iliyopita umri wa Samueli ulikuwa 1/6 ya umri wa dada yake. Je, dada ana umri gani? Sasa hapa sisi hawajatuuliza kwamba tafuta umri wa dada wa sasa au tafuta umri wa dada baada ya miaka hiyo iliyopita miwili, hawajatuuliza. Sisi ndio tutafute miaka ya dada. Sasa hapa tuna Samueli, tuna dada. Tunatenga kama kawaida. Huku tunamweka Samueli, huku tunamweka nani? Dada. Tunachora hivi. Tunatengeneza hawa watu wawili. Tunataka tutengeneze mlinganyo sasa. Sawa? Twende tuangalie. Umri wa Samueli ni robo ya umri wa dada. Kumbe umri wa Samueli ni robo ya umri wa dada tusioujua. Dada miaka yake hatuijui. Sisi tunaelewana vizuri? Hatuijui. Kwa hiyo sasa unaweza kufunga hivi kwamba hatua ya kwanza mimi nimefanya hivi. Twende hatua ya pili. Umri wa Samueli ni robo ya umri wa dada yake miaka miwili iliyopita. Kumbe huyu tunamtolea 1/4 ambao mara miaka ya dada tusiojua. Tunatoa na miaka miwili iliyopita. Naye huyu dada tunakwenda kumtolea miaka miwili iliyopita. Tunakwenda kutoa. Tukishawapunguzia miaka miwili nyuma iliyopita, tunaangalia miaka miwili iliyopita umri wa Samueli ulikuwa 1/6 ya umri wa dada yake. Kumbe huku tunamzidishia mara 1/6 ya umri wa dada yake. Sasa njoo tumalizie sasa kwamba chukua 1/4 D tutoe na 2, sawa? Tuseme sawa na miaka ya dada tutoe na kwa 2 tufungie mabano, tuje tuzidisha mara 1/6. Taratibu, hili ni swali la umri, usilete masiara. Taratibu, hili ni swali la umri. Haya. Njoo unaikili huku kama ilivyo kwamba 1/4 D tutoe na 2 sawa. Hii ifungue mabano hapa. 1/6 ukizidisha mara D unapata 1/6 D. 1/6 D utoe. 1/6 ukizidisha mara 2 unapata 2/6. Jamani, 1/6 mara 2. Sawa? Hapa mimi nimezidisha za chini peke yake. 1 mara 2 unapata 2. 1 mara 6 unapata 6. Ndio maana nimepata 2/6. Mtu asiye akasema mwalimu, hilo jibu umeliweka umelitoa wapi? Haya. Njoo tumalizie. Sasa baada ya hapa nimeshakuelekeza. Hebu nikwambie tena hapa. Tunakwenda kutoa sehemu. Tunataka swali letu tunaenda kuua sehemu. Unauaje sehemu? Ua sehemu kwa kutafuta kigao kidogo cha shirika kitakachogawanya upande wa kushoto na upande wa kulia kote. Bila shaka hapa kigao kidogo cha shirika, funga babani. Kigao chetu kidogo cha shirika hapa kitakuwa ni 12. Tuweke 12. Na huku unafungia mabano, kigao chetu cha shirika ni 12 kila upande. Njoo tuanze kukigawia sasa. Kwamba 12 ukigawia kwa 4 inaingia mara 3, si ndio? 3 mara D unapata 3D. Toa. 12 ukigawanya kwa 1 ni ngapi? Ni 12. 12 mara 2 unapata 24. Sawa. Njoo huku. 12 ukigawia kwa 6 unapata 2. 2 mara D unapata 2D. Sawa? 2D. Toa. 12 ukigawia kwa 6 unapata 2. 2 mara 2 unapata 4. Haya. Njoo tuendelee kumalizia sasa. Hasa tutenge mitajo inayofanana kwamba huku sasa tutakuwa na 3D, sawa? 3D tutatoa, hii inakuja huku kwa sababu 2D inafanana na 3D, kwa hiyo hii inakuja huku. Tunatoa na 2D inakuwa sawa. Na hasi 4 tujumlishe na 24. Kwa nini tumejumlisha? Hii imetoka huku ni hasi, inavyovuka sawa inakuja huku inaenda kwa nini? Chanya, ndio maana tumejumlisha. Sasa njoo tumalizie hapa juu. Jamani, si unanielewa vizuri? Lakini niko taratibu. Kama unielewi utaandika swali lako kwenye comment hapo na mimi nitalijibu. 3D toa 2D unapata D. Sawa. Hasi 4 jumlisha 20. Hili ni deni jamani, hili ni deni tunatakiwa tulipe. Tuna mtaji wetu ambao ni 24 chanya, alafu tunadaiwa hasi zetu hizi 4. Tukilipa tutabakiwa na 20. Sawa? 24 ukitoa 4 unabakiwa na 20.
Sasa kumbe hii 20 tuliyopata, kumbuka ni miaka ya nani? Ya dada. Hii ni miaka ya nani? Ya dada. Kumbe dada sasa ana miaka mingapi? Dada ana miaka 20. Dada ana miaka 20. Je, Samuel atakuwa na miaka mingapi? Samuel atakuwa na miaka mingapi ikiwa wamesema umri wa Samueli ni robo ya umri wa dada yake? Sasa robo ya 20 ni ngapi? Ndio unarudi hapa kwamba 1/4D, maana yake utazidisha robo mara D. D ni miaka yana ni ya dada, miaka ya dada. Kwa hiyo chukua 1/4 mara D ambayo ni miaka ya dada mingapi? 20. Kwa hiyo utachukua 1/4 utazidisha mara D ambayo ni miaka ya nani? Ya dada, tupate miaka ya Samueli. Kwa hiyo ukikata hapa 1 hapa inakuwa 5. Kumbe Samueli ana miaka 5. Ni kweli hii ni robo ya 20 kama walivyosema kwamba umri wa Samueli ni robo ya umri wa dada yake. Ni kweli Samueli miaka yake ni robo ya nani? Ya umri wa dada yake. Dada ana miaka 20, nani mdogo wake huyu Samueli ana miaka 5. Asante sana kwa kunifuatia. Jamani, hauenjoy hivi vipindi? Hebu niambie. Haufurahi ukiwa na familia yako hapo nyumbani? Weka kwenye comment hapo kama vipindi vyangu vinakupa hamasa ya kuendelea kulifuatilia hili somo na kuendelea kumfundisha mwanao. Andika kwenye comment hapo tuweze kujuana. Wale wote ambao tunalipambania hili somo, andika kwenye comment hapo. Asante, Mungu akubariki sana ndugu yangu.